Walimu wanaohudumu kaunti ya Garissa wanaomba uhamisho wa dharura hadi katika maeneo salama, wakihimiza tume ya huduma kwa walimu TSC kuchukua hatua za haraka kufuatia shambulizi la Jumatatu katika shule ya msingi ya Hulugo. Tukio hilo limeongeza hofu miongoni mwa walimu ambao wanasema hali ya ukosefu wa usalama kwa muda mrefu imezidi kufanya mazingira ya kazi kuwa hatari. Ann Musungu na taarifa hiyo kwa kina. Hofu imetanda katika eneo la kaskazini mwa nchi kufuatia shambulizi la Al-Shabaab la Jumatatu lililosababisha vifo vya mwalimu na chifu wa eneo hilo na kufufua kumbukumbu za mashambulizi ya awali yaliyolenga walimu wasio wazao wa eneo hilo. Tukio hilo limeibua upya ombi la walimu kutaka kuhamishwa maeneo mengine wakihofia usalama wao. Tunaomba tume ya kuajiri walimu TSC itushughulikie, itoe mahali hapa, alafu tupeleke mahali ambapo ni salama, kwa sababu tuko tayari kuendelea kufanya kazi na tume ya TSC. Lakini hapa Hulugo sisi kama walimu ambao tunafunza maeneo haya tumesema hatuwezi rudi tena kufanya maeneo haya. Shambulizi la Jumatatu katika shule ya msingi ya Hulugo limeongeza hofu miongoni mwa walimu ambao wanasema hali ya ukosefu wa usalama kwa muda mrefu imewafanya kushindwa kufanya kazi katika mazingira hayo, wakihofia usalama wao. Hatujui leo tumesimama hivi tutalala wapi, kwa sababu mwalimu alitolewa kwa nyumba yake na kupigwa marisasi kinyama. Chifu wa eneo hili pia amepigwa risasi, ameuawa usiku wa kuamkia leo. Baada ya kuuawa kwa mwalimu wa shule ya msingi kwenye shambulizi linaloshukiwa kutekelezwa na kundi la Al-Shabaab kaunti ya Garissa, jirani yake alisimulia jinsi washambuliaji walivyopita nyumba kwa nyumba katika makaazi ya walimu. Kulingana na walioshuhudia, marehemu Stephen Fundi Misili alivutwa kutoka nyumbani kwake na kupigwa risasi. We were staying in the same plot with the next room was attacked. They came to my house first and they realized that mwalimu was not there. I think ni kama walikuwa wanamtarget yeye, because they came to my room, asked me a few questions and then proceeded to his room. I feel traumatized. I feel unsafe. This place is not safe for us all. Hilo limefungua tena kumbukizi za zamani katika eneo hilo ambapo ghasia dhidi ya walimu na wafanyikazi wengine zimevuruga elimu na maisha ya jamii. Mashambulizi ya kigaidi ya awali yamekuwa yakilenga mara kwa mara walimu wasio wazao wa eneo hilo, hali inayoeneza hofu miongoni mwa walimu. Ann Musungu, KTN, Nairobi. Haya yakijiri, Kenya inakabiliwa na mgogoro wa